Kwenye suala la kupata choo au kinyesi au mavi kwa siku, watu wamekuwa wakiniuliza inawezekanaje kwa siku upate kinyesi au mavi ambayo yanafika hata nusu kilo kwa siku. Nawaambia inawezekana kabisa kama mfumo wako wa chakula ukiwa uko vizuri. Sasa kama unataka upate kinyesi cha kutosha, mavi ya kutosha, ujiepushe na bawasiri, uwe na afya nzuri, tumbo likae vizuri, fanya haya yafuatayo. Namba moja, hakikisha hauna maambukizi kwenye mfumo wa chakula. Yaani hakikisha hauna mambo kama H. pylori, hauna mambo kama minyoo, amiba, tegu, yaani hauna maambukizi katika mfumo wa chakula. Namba mbili, hakikisha hauli vitu vya baridi baridi. Kula vitu vya vuguvugu, vitu vyenye joto joto. Kunywa maji ya vuguvugu na kunywa maji mengi. Hakikisha unakula sana mboga za majani. Kula sana mboga za majani. Kula sana matunda. Hakikisha mwili wako hauna stress, yaani kwa maana unapumzika vizuri. Hakikisha unaondoa tumbo. Hakikisha unakuwa unafanya yale mazoezi hapa na pale ili mwili wako uweze kukaa vizuri. Hakikisha kama una sukari, una mambo ya pressure, mambo ya moyo, ini, figo, kongosho, nyongo, hivyo vitu vinashughulikiwa vizuri, vinakaa sawa. Hayo mambo utayajua kwa kufanya vipimo. Na baada ya vipimo utatibiwa, utakaa sawa. Na muhimu zaidi, kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Kula sana majimbi, kula sana maboga, kula sana vimamaya, kula sana viazi vitamu. Hivyo vitu kula mara kwa mara na vya mchemsho. Ukifanya hivyo utapata mavi ambayo ni ya kutosha, ambayo yanafika mpaka nusu kilo kwa siku. Kuna wengine wanafika mpaka kilo moja kwa siku, na ukiwa unapata hivyo utakuwa unasafisha vizuri mfumo wako wa chakula, bawasiri utalisikia, mambo ya mwili kuwa na nguvu zote zitakuwa ziko imara ukiwa unakula hivyo. Kwa hiyo wewe ambaye una bawasiri, wewe ambaye hupati choo, wewe ambaye unahangaika mara kwa mara, haupati msaada, tumia mbinu hii na kwa hakika utakuwa vizuri, utakuja kunishukuru baadaye.